Dhahabu na mafuta vinavyochochea vita Sudan. Mtazamaji na mfuatiliaji wa channel hii, endelea kusubscribe, kulike na kushare kila aina ya tukio la kimataifa. Idadi ya ndege zisizo na rubani zimeongezeka eneo la dhahabu na mafuta nchini Sudan na kuifanya kuwa mstari mpya muhimu wa mapambano. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vingi vya raia katika wiki chache zilizopita na yanabadilisha mwelekeo wa mgogoro huo. Kitovu cha mapigano sasa kimehamia eneo la Kordofan ya kusini na kati baada ya jeshi la Sudan na vikosi vya Rapid Support Forces RSF kuimarisha nguvu zao katika maeneo mengine. Mgogoro huu umegeuka kuwa moja ya migogoro yenye madhara makubwa zaidi kwa raia barani Afrika. Licha ya juhudi za amani, hakuna dalili thabiti za kupungua kwa mapigano. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yamelenga masoko, vituo vya afya, misafara ya misaada ya kibinadamu na maeneo ya makazi katika eneo la Kordofan. Hali hii imezua wasiwasi na hata kulaaniwa vikali na Umoja wa Mataifa pamoja na mashirika ya misaada. Miongoni mwa raia wa Sudan katika eneo la Kordofan alikuwa akizungumza baada ya ripoti kwamba zaidi ya raia 50 wameuawa kwa muda wa siku 2 katika mashambulizi tofauti ya ndege zisizo na rubani huko Kordofan kaskazini na magharibi. Mashambulizi haya yalilaumiwa kwa jeshi la Sudan na ripoti za ndani za wachunguzi wa vita, lakini pande zote mbili zinashutumiwa kwa mashambulizi mabaya kwa raia pamoja na miundombinu ya kiraia. Eneo la Kordofan linajumuisha majimbo matatu na ina thamani kubwa ya kimkakati, kwani inaunganisha eneo la magharibi mwa Darfur na mji mkuu wa Sudan, Khartoum, ambalo sasa lipo mikononi mwa jeshi. Vita vilizuka Aprili 2023 baada ya mvutano wa madaraka kati ya viongozi wa jeshi la Sudan na RSF. RSF imekuwa ikipambana na jeshi la Sudan kwa muda mrefu sana na kuunda muungano wa vuguvugu la waasi la Sudan People's Liberation Movement. Hii inawapa nguvu zaidi na udhibiti wa maeneo ya njia za kimkakati. Mapigano yalianza kushika kasi katika eneo la Kordofan, ukanda wa kimkakati wenye utajiri mkubwa wa dhahabu na mafuta. Hii ni mara baada ya jeshi la Sudan kurejesha udhibiti wa mji mkuu wa Khartoum mwaka uliopita.